ambavyo mwalimu amekiainisha kwenye taarifa yake, tayari kimeshafika hapa uwanja wa ndege na pamoja na benchi la ufundi na baadhi ya viongozi na baadhi pia mashabiki ambao wao wanaongozana na timu kwa njia ya anga, wote wameshafika hapa na ibakia mimi tu ndo niko nje, lakini wengi wameshatangulia ndani. Ni ishara kwamba tuko tayari kwa safari, na ukiangalia hapa ni safari ya lisali moja tu. Tunaondoka hapa saa 1:40, saa 2:40 tayari tutakuwa tumeshafika Lilongwe inshallah, na tutakuwa tunaelekea sasa kwenye kupumzika. Alafu leo tutakuwa na session ya kwanza ya mazoezi pale. Baada ya leo, kesho ambao ndio official training, sasa tutatrain tena siku ya pili, alafu Jumamosi inshallah tutaingia kwenye mechi. Kwa namna watu walivyokuwa naiangalia Silver Striker, pengine sio katika ukubwa huo ikilinganishwa na timu nyingine ambazo Yanga mshekutana nazo, lakini tumeona nguvu kubwa ambayo umetumia pia kwa mashabiki wengi kuelekea kule, gari zaidi ya 10 kutoka Dar es Salaam, kutoka Mbeya tu gari zaidi ya 15. Kwenu ninyi ni mchezo wa namna gani? Unajua juzi wakati tunafanya ile hafla pale ya Engineer Hersi Jimkana pale, nilimtania kumwambia kwamba kila jambo zuri na uzuri wake na changamoto zake. Kaambia sasa hivi hatua ya awali ya CAF Champions League na Confederation imekuwa ngumu sana, kwa sababu timu nyingi zinaea. Wewe imagine tu timu kama Silver ina $100,000 kuperform tu hatua za awali. Kwa hiyo kwa $100,000 maana yake inawaongezea nguvu kwenye maandalizi. Tofauti na miaka ya nyuma ambako ilikuwa mpaka muende hatua makundi ndio mpatea. Lakini sasa hivi kila timu hatua ya awali iko vizuri financial. Wachezaji wanakuwa motivated, bonus inakuwa kubwa. Kwa kila mechi inakuwa ngumu. Nyinyi mmeona hata kwenye hatua hii ya awali iliyopita, timu yetu Tanzania tumefuzu lakini tulistruggle zote. Tumefuzu kwa magoli mengi, lakini kwenye pitch ulikuwa unaona kuna ushindani. Tofauti na miaka hiyo unacheza na Zala unajipigia tu, unacheza na unajipigia. Sasa hivi hakuna mnyonge. Sasa hiyo ni ishara kwamba mpira wa Afrika umekuwa kwenye ngazi ya vilabu. Na sisi kama Young Africans wenye malengo ya kufanya vizuri kwenye Champions League, tunatakiwa twende kwa tahadhari zote. Yaani kwa akili, nguvu ile ambayo tunakwenda na mpinzani mkubwa tunakwenda nayo Malawi. Lakini kwa upande wa mashabiki, hii ni fursa kwa klabu yetu Young Africans kupata mchezo na taifa jirani ambalo kwa njia ya basi linafikika. Ni fursa kubwa kwa mashabiki wetu kusafiri kwenda kuiunga mkono timu yao. Kwa orodha ambayo nimeipata ya mwisho asubuhi ya leo, magari yameshafika 55. Kwa maana Iringa yako magari, Songwe yako magari, Mbeya idadi imeongezeka magari 25 sofa. Kwa magari yamekuwa mengi sana ambayo yanatoka Tanzania yanaelekea Malawi. Sasa hiyo ni ishara nzuri kwa chapa ya klabu yetu Young Africans, ni ishara nzuri kwa chapa ya ligi kuu ya Tanzania, na ni ishara nzuri pia kwa mpira wa Afrika kwamba kumekuwa na muamko mkubwa. Kutoa tu mashabiki hapa gari 50 kwenda kwenye taifa la jirani si jambo dogo. Kama Tanzania bitu itazame kwa picha kubwa na tuone tuna muamko mkubwa wa kimichezo hapa. Tangu akiwa Malawi anawapromote vijana wengi kutoka under 20 kuingia senior team akiwa na timu ya taifa. Platinum coach anarejea katika ardhi ya nyumbani. Bwana, kwanza mazoezini tumeona huko pasi zinaingia. Kwanza kuna mtu mmoja wa hovyo sana juzi wakati tumtambulisha kocha alipita kwenye comment pale. Akasema huje mnamuita Patrick Mabedi. Huyu ni Patrick Mavitanda. Nilicheka sana ile comment, nikasema anaweza Mavitanda si Mabedi. Huyu tusiturahisishe tu tumuite Patrick Mavitanda. Bwana tunaondoka na hapa na narudi nyumbani kwao. Niko excited sana kwa sababu licha ya sisi kumchukua lakini alitokea South Africa. Toka South Africa ndio amekuja hapa. Alitokea straight Malawi. Kwa hiyo niko excited. Nimeangalia asubuhi mitandao mbalimbali ya Malawi. Story kubwa ni hiyo. Wanazungumza one of the senior coach kwenye taifa lao anakuja na club kucheza na timu ambayo inajitafuta. Ndio story kubwa kwao kwa sababu Silver hawajakuwa wakubwa sana. Kizungumza Malawi unazungumza Bullets ambao ndio wana fan base kubwa. Kwa hiyo wanatazama kuwa na kocha ambaye mwenye hadhi ya timu ya taifa ya Malawi, amefundisha mpaka mwaka jana yes. Kocha wa timu ya taifa. Mwaka huu, hii 2025 mwaka huu uchaguzi bado bwana. Kwa hiyo yachanganya. Mwaka huu 2025 kaondoka pale akiwa national team coach. Sasa inawapa mwamko, inawapa hamasa wanahabari wa Malawi, mashabiki wa Malawi kwenda kumtazama na kwenda kuiona Young Africans. Lakini upande wa pili inakuwa na changamoto kwetu.
Unapocheza na kocha mwenye hadhi ya timu ya taifa ya Malawi, wale Silva wachezaji wazawa pale wanataka kuonyesha kwamba mwalimu, wakati mwingine pakitokea chance ya national team na sisi tunaweza kucheza. Kwa hiyo inaweza kama mechi ngumu vile vile kwa uwepo wake tu. Kuna urahisi lakini kuna ugumu katokea pale pale kwa sababu ya commitment ambayo vijana watakuja nayo kutaka kumuonyesha mwalimu. Lakini tunaamini sisi tuna quality kubwa na tunaweza kufanya vizuri inshallah. Kuna ulivyochungulia Mavitanda, kuna ladha imeongezeka kwenye timu au vipi, au yale yale malalamiko? Sasa unajua kazi yake kubwa yeye ni kushauriana na Romain Folz. Kwa mabadiliko yote mtakaoyaona ya kiufundi yanaanzia kwanza sifa kwa Romain Folz. Alafu Patrick yeye ni mshauri. Unajua assistant maana yake unamshauri mwalimu kwenye mipango. Kwa mwalimu tunafikiri tufanye hivi, twende hivi, na ana experience kubwa, unaelewa, amecheza Malawi, anajua culture ya pale. Kwa hiyo kuna vitu vingi vinaweza, lakini tusisahau kumention uwepo wa Romain Folz kama head coach ambaye anaweza akapokea ushauri na akauacha. Bwana tucheze hivi, akasema hapana. Kwa hiyo whatever kitakachotokea kwenye pitch, mwalimu ambaye anatakiwa apewe sifa wa kwanza ni Romain Folz, alafu platinum coach. Yoka anamuita platinum coach. Ana meno ya dhahabu, umeona? Umeona, unafuatilia kijana. Ana meno ya dhahabu. Yule ni mzee tu lakini ni ka Diamond fulani na yeye enzi zake. Mechi 3 hawajapata matokeo, kwa maana kwamba hata kufuzu kwao imekuwa ni kwa goli la ugenini. Silver Striker wanafungwa. Nasikia maneno bwana, shukrani sana na tutokea safari njema inshallah.